Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, moja kati ya taarifa matetesi ambayo inazungumzwa mitandaoni ni juu ya kurejea ama kurudi kwa Stefano Aziz Ki, nyota raia wa Burkina Faso, na kwa sasa anakipiga ndani ya klabu ya Al Ittihad ya pale nchini Libya. Bwana, Stefano Aziz Ki ameendelea kuhusishwa na kurejea ndani ya klabu ya Yanga, na hii ni kutokana tu na kile ambacho Stefano Aziz Ki alikiacha ndani ya klabu ya Yanga wakati ule anatimkia ndani ya klabu ya Wydad Casablanca. Sasa Stefano Aziz Ki, kumbuke kwamba kwa sasa anakipiga ndani ya klabu ya Al Ittihad kwa mkopo akitokea ndani ya klabu ya Wydad Casablanca. Sasa tetesi ambazo zipo ni kwamba Yanga bwana wako karibu kumrudisha Stefano Aziz Ki, na taarifa inaweza kwamba klabu ya Yanga Afrika inakamilisha rasmi usajili wa kiungo mshambuliaji nyota Stefano Aziz Ki kuelekea msimu mpya wa mashindano. Bwana, Aziz Ki amekubali kurejea ndani ya kikosi cha Yanga baada ya mazungumzo kufikia hatua ya mwisho, huku akitajwa kuwa sehemu muhimu ya mpango wa kuimarisha timu kwa ajili ya mashindano ya ndani na kimataifa. Bwana, nyota huyo ambaye aliwahi kuwa kipenzi cha mashabiki wa Yanga kutokana na ubora wake mkubwa wa kutengeneza nafasi na kufunga mabao, anarejea kuongeza nguvu kubwa kwenye safu ya ushambuliaji ya mabingwa hao wa Tanzania. Kwa hiyo bwana, Stefano Aziz Ki, moja kati ya nyota ambaye unaweza kusema aliacha alama kubwa sana ndani ya klabu ya Yanga kabla ya kutimka ndani ya klabu hiyo. Stefano Aziz Ki bwana anatajwa tena kurejea ndani ya klabu hiyo, na habari njema kwa Yanga na mashabiki wake ni kuwa kiungo huyo wa zamani Stefano Aziz Ki, yeye mwenyewe inasemekana amekubali kurejea. Ki ambaye aliuzwa katika klabu ya Wydad Casablanca kitokea Yanga na hatimaye kujiunga na klabu ya Al Ittihad ya Libya akiuzwa dola $300,000. Sasa anataka kurejea Jangwani. Bwana, Aziz Ki amewasiliana na rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said na kukubaliana baadhi ya mambo ili dirisha la usajili litakapofunguliwa aweze kutua, imefahamika hivyo. Bwana, tangu kuondoka kwa kiungo huyo mshambuliaji wa Yanga unaweza kusema haijaweza kupata mbadala wake mpaka sasa, licha kwamba Alan Okello anaendelea kukiwasha na kujitahidi katika nafasi hiyo, lakini anaenjoy zaidi akicheza pembeni. Mpaka sasa Yanga ina hakika kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao, hivyo inahitaji kuwa na wachezaji wazoefu na wenye viwango bora kama Stefano Aziz Ki. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa matetesi ambayo imeendelea kuzungumzwa sana kwa kasi mitandaoni juu ya kurejea kwa Stefano Aziz Ki, licha ya kuwa kwamba pengine kiwango chake si kile ambacho kilionekana akiwa ndani ya klabu ya Yanga, lakini bado haiondoi kwamba Stefano Aziz Ki ni moja kati ya wachezaji wenye uzoefu mkubwa sana wa mashindano ya kimataifa, na kwa hiyo Yanga ameona kuna haja ya kumrejesha Stefano Aziz Ki. Kwa ni moja pia kati ya taarifa ambayo ipo na inaendelea kuzungumzwa juu ya Stefano Aziz Ki. Lakini ukiachana na Stefano Aziz Ki kuzungumzwa kwamba huenda akarejea, bwana, kuna taarifa ama tetesi nyingine ambazo zimeendelea kuhusu Yanga na Faisal Salum Feitoto. Bwana, tunafahamu kwa sasa ndiye kinara wa ligi ya NBC kwa upachikaji wa mabao. Sasa tetesi ambazo zipo ni kwamba Yanga bwana wanataka kumrejesha tena Faisal Salum Feitoto mara baada ya kutimkia ndani ya klabu ya Azam, na sasa Faisal ameonekana kuwa bora zaidi ndani ya kikosi cha Azam. Kwa Yanga pia wanataka kumrejesha Faisal Salum Feitoto ili kurejesha makali kwenye michuano ya kimataifa. Bana, tunafahamu kwa sasa Yanga mawazo na malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo ni kama malengo yao bado hayajatimia baada ya kufika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika wakicheza na USM Alger miaka kadhaa iliyopita. Sasa nataka kuweka rekodi ya kucheza pengine hatua ya nusu fainali ama fainali ya klabu bingwa barani Afrika mara baada ya kushindwa kufikia malengo kwenye michuano hiyo mikubwa. Kwa hiyo kuhusishwa kwa Faisal Salum Feitoto kurejea ndani ya klabu ya Yanga kunaifanya sasa Yanga mashabiki kutambua kwamba malengo ya timu hiyo si tu kufikia hatua ya makundi ya michuano ya kimataifa,
bali kufika hatua ya mbali kabisa ya michuano hiyo ya kimataifa. Kwa hiyo pia Faisal Salum Feitoto ni moja kati ya nyota ambaye anatajwa kwamba huenda Yanga wakamrejesha ndani ya kikosi hicho kwenye dirisha kubwa la usajili. Kwa hiyo tetesi ni nyingi sana zinazoihusu klabu ya Yanga, lakini moja kati ya tetesi kubwa ni hizo mbili ambazo Yanga wanahusishwa na kumrejesha Stefano Aziz Ki, lakini pia Yanga wanahusishwa kumrejesha Faisal Salum Feitoto ambaye kwa sasa moto tunauona. Kwa Stefano Aziz Ki inaweza ikawa rahisi sana pengine baada ya nyota huyo baada ya kutokufanya vizuri ndani ya klabu ya Wydad Casablanca na Wydad wakampeleka kwa mkopo ndani ya klabu ya Al Ittihad. Sasa Yanga wanaona kabisa kwamba pengine akirejea ndani ya kikosi chao huenda akawapa kitu bora zaidi kama ambavyo aliweza kufanya kabla ya kuondoka kujiunga na klabu ya Wydad Casablanca. Lakini kwa Faisal Salum Feitoto naye pia mara baada ya kuonekana kuwa na kiungo bora sana bwana, Yanga wanaona kabisa kwamba ni vyema sasa kijana karejea tena ili ubora alionao ndani ya klabu ya Azam basi aurejeshe ndani ya klabu ya Yanga ili kuweza kufanya vizuri zaidi kwenye michuano hiyo mikubwa ya kimataifa, lakini hata pia michuano ya ndani. Bwana, unaweza ukanipa comment yako kuhusiana na hizi tetesi ambazo Yanga ameendelea kuhusishwa nazo. Tetesi mbili hizi mbili kama ambavyo nimekujuza kwamba tetesi ni nyingi, lakini moja kati ya tetesi ambazo zimeendelea kuzungumzwa sana ni hizi tetesi za Yanga kumhitaji kumrejesha Stefano Aziz Ki, lakini pia Yanga kumhitaji kumrejesha Faisal Salum Feitoto. Na obvious kwamba kama Yanga watafanikisha madili haya basi pengine huenda wakawa na safu bora sana ya ushambuliaji, kwa sababu watakwenda kuungana na nyota wengine kama Alan Okello ambaye pia ameendelea kufanya vizuri ndani ya kikosi hicho mara baada ya kujiunga kwenye dirisha dogo la usajili akitokea ndani ya klabu ya Vipers. Lakini wanaenda kuungana na nyota kama Pacome Zouzoua licha ya kutokuonekana kufanya vizuri sana, lakini ni moja pia kati ya nyota ambao ni hatari sana ndani ya klabu ya Yanga. Lakini pia nyota wengine kama kina Dep. Kwa hiyo unaweza kuona kama Yanga watawarejesha nyota hawa na kuwabakisha nyota ambao wameendelea kufanya vizuri ndani ya kikosi hicho, basi huenda Yanga ya hatari zaidi ikawa inarejea na pengine tukishuhudia ikifanya makubwa sana kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambazo ama tetesi ambazo nimeona nikujuze, lakini kama ambavyo nimekujuza kwamba unaweza ukashare nami kwenye comment section hapo chini ukiniambia pengine tetesi hizi umezipokeaje, ama unadhani kuna haja pengine ya Yanga kumrejesha Stefano Aziz Ki ama kumrejesha Faisal Salum Feitoto, ama wanahitaji kufanya usajili wa wachezaji wengine si hawa? Comment yako ni usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.